Bana, yanayojili kwa hivi sasa ni mengi, hususan kwenye anga la kimichezo. Kubwa sa halipishani na yale ambayo tumekuwa kwenye mfululizo wa kukuhabarisha. Young Africans wao wakidai haki yao ya kimsingi, lakini wazee mikoa mbalimbali tumeanza kuwaona wakiibuka na hisia zao tofauti juu ya maamuzi ya TFF. Wamekwenda mbali wakitaka wajiuzulu, lakini kauli ya Steven Mgutu, mwenyekiti kamati ya masaa 72, lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi chini ya katibu wake Almas Kasongo ambaye ndo mtendaji mkuu wa bodi ya ligi soka Tanzania bara, imetufanya tukutane na Heavyweight katika yale ambayo yanazungumzwa hivi sasa. Je, ni haki TFF ijiuzuru? Haitoshelezi? Hali yako iko vipi Heavyweight? Bana, kwema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ya mijadala iko mingi mitandaoni, tunaifuatilia na sikufichi. Unajua siku zote kwenye mijadala kama hii ndio unajua uelewa wa wadau wa soka nchini. Unajua agenda ambazo zilikuwa maybe zimejificha. Unajua siku zote ili ujue agenda au ujue nani uko upande gani, huyu ana kitu gani, huyu ana faida gani kwenye soka, especially inapotokea mijadala yenye ukakasi kama hii. Umeelewa? Utajua huyu uelewa wake kwanza upo vipi, na yupo wapi. Si unanielewa? Ya, kwa hiyo mijadala naiona na naifuatilia na naona vitu vingi. Ya, labda tuende kwenye swali lako ambao unataka kunichapa sasa. Hali ya kiusalama ni moja ya eneo ambalo linazungumzwa zaidi, na ni eneo ambalo limekuwa ni chanzo cha mechi kughailishwa kwa mujibu wa taarifa ambayo ipo, lakini ni eneo ambalo hivi sasa linaonekana kutokuwa na usalama vile vile, kwa vile ambavyo wazee wanaibuka na kuzungumza hoja tofauti. Mzee, kuiomba serikali sasa na yenyewe iwe sehemu ya hili swala, nadhani ni kupata jawabu sahihi. Unajua kwanza mzee hujamtaja ni Steven Mgutu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi, si ndio manake? Ndio naye mkusudia. Ya, sasa hajaongea kitu kimoja. Ameongea vitu vingi sana, lakini miongoni mwa vitu ambavyo amezungumza ni pamoja na amezungumzia swala la jinsi ambavyo Simba na Yanga zimekuwa zilivolelewa. Unajua sio tu ukubwa ni kitu cha kawaida. Timu kubwa kila sehemu ipo. Ila ulelewaji wa hizi timu, amezungumza kitu cha kweli yule mzee. Ila shida tu ni kwamba mara nyingi sisi wa Tanzania sio watu wa kuamini sana. Wadau wa soka, wachambuzi sio watu wa kuaminika sana. Lakini hivi vitu hata wachambuzi washai kusema kwamba Simba na Yanga jinsi ambavyo zimelelewa miaka nenda miaka rudi zimekuwa zinapewa ukubwa ambao ule ukubwa unawapa wao mamlaka ya kuweza kujiamulia mambo, hata kama ya mambo yatakuwa yanaenda against kanuni na sheria, lakini amekuwa yakifanywa na bodi ya ligi imekuwa ikishindwa kudili navyo hivyo vitu. Sio, unanielewa? Lakini akagusia swala la kutumia busara na hekima kwenye kuendea mambo. Unajua kichonishangaza, of course ukija kikanuni unaweza ukasema mzee hayupo correct. Sio, unanielewa? Yes, hayupo correct. Lakini tunarudi pale kwamba huyu mzee amezungumza kitu ambacho kimeshawahi kuzungumzwa na wachambuzi miaka ya nyuma kidogo. Hata kwenye ile issue ya mwaka 2021 kulipotokea tukio la Yanga kugomea mchezo kwa sababu ya dakika kadhaa kabla mchezo ziliongea, yani masaa alibadilishwa katika siku ya husika ya mchezo. Umeelewa? Japo Yanga ina haki pia. Of course, lakini katika mijadala ambayo ilienda kulikuwa kuna haya maneno ya kutumia hekima na busara kwenye mambo makubwa kama haya. Walizungumza hao wachambuzi ambao maybe watakuwa wanasema sasa hivi sheria zifuatwe. Sio, unaelewa? Hapo Heavyweight, kabla hujatoka samani kukukatisha. Simba alifika muda wa mchezo na watu wote wanaopaswa kuwepo eneo la mchezo walikuwepo, match commissioner, waamuzi, lakini bado hawakufuatisha kanuni zinasema nini. Ni kosa, walibaini kwamba TFF wao walikuwa na makosa, ndio maana wakatumia hekima na busara kuamua lile jambo lilotokea 2021, lakini ukilinganisha na hili ambalo limetokea hivi sasa, hekima na busara tena zinarudi pale. Hauoni kama ni
mamlaka sasa inajidhoofisha yenyewe? Unajua kwenye swala la mamlaka ndo nilikuwa naelekea kukujibu. Sawa. Nikawa nakupa tu reference kwamba wachambuzi the way wanavyozungumzia sasa hivi ili swala ni tofauti kabisa na the way hao wachambuzi walivyokuwa wanalizungumzia mwaka 2021 kwenye swala la busara na hekima kabla ya kufuata kanuni kama zinavyotaka. Sio, umeelewa? Kwa hivyo najaribu kwanza kusort out au kuweka level katika kuliendea hili jambo. Sio, unanielewa? Kwamba kinachotolewa kwenye pressure sasa hivi ni media ndo zinatoa pressure kupitia wadau wa soka pamoja na wachambuzi wa mpira na watu wenye influence kwamba wanataka TFF kutokana na hili swala waweze kufanyaje, kujiuzuru. Lakini ukiachana na mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye uongozi huu wa TFF ambao sitaki kuyazungumzia tena, yameshajieleza sana. AFCON hii ya tulofuzu, hii ni ya 3. Tumeshafuzu 2018, umeelewa? Na katikati tulifuzu tena 2021, tukaja tukafuzu tena sasa hivi. Haya mambo pamoja na ukuaji wa soka la vijana, ukuaji wa soka la wanawake, ukuaji wa ligi kwa ujumla na nini, hivyo vitu vyote vinawapa credit kwamba TFF kwenye uongozi wao, umeelewa, wamefanya vitu vikubwa kuliko kusema kwamba hili kosa la Simba na Yanga basi litoshe kusema kwamba haifai na ijiuzuru. Hilo nilishalizungumza. Hapa tunajazilizia nyama. Kwa mantiki hiyo kama ikitokea imekuja safu nyingine ya uongozi ya TFF ikawa inadili na kunyoosha Simba na Yanga tu, alafu mambo mengine yakawa yanaenda mrama, still bado watu watacomplain kwamba TFF isihusike na Simba na Yanga tu. Kuna sehemu nyingi sana kwenye soka ambayo TFF inatakiwa iboreshe, miundo mbinu, sijui nini, watacomplain tena. Kwa hiyo na maana hakuna safu nzuri ya uongozi ambayo itakuja kuwadhiridhisha wadau wa soka hapa nchini. Itakuwa ni jambo gumu, yani hilo naweka wazi. Ila kinachotokea hapa ni kwamba 90% ya wanaoilaumu bodi ni watu ambao wanaamini Yanga hakutendewa haki. Na 90% ya watu ambao wamesimama pamoja na bodi ya ligi na uongozi wa TFF kwa ujumla ni wale ambao wanaamini Simba walistahili kugomea mchezo kutokana na zile kadhia ambazo ziliwakuta siku moja before ya mchezo. Sasa mimi nakuja kwenye point husika. Unajua nimesikia mijadala mengi. Kwa mfano kuna watu wengine wanajaribu kufananisha tukio hili na lile la mwaka 2006 ambapo Juventus aliweza kuwa relegated. Umeelewa, kwenye ile scandal inaitwa Calcio scandal ambayo ilitikisa kabisa soka la Italy. Unajua watu wanabidi waelewe kitu kimoja. Kuna utofauti mkubwa kati ya hizi timu za Tanzania pamoja na timu za barani Ulaya. Unavochukua reference jaribu kufananisha, je, kuna ufanano wa moja kwa moja? Kipindi Juventus anakuwa relegated 2006, estimated number of population, yani manake makadirio ya watu ambao walikuwepo Italy ilikuwa ni kama watu 58 milioni 58.75. Hiyo 2006. Achana sasa hivi wameshafika sasa hivi nafikiri ni 57 nukta kitu. Kipindi kile ni 58.75 Italy pale. Sasa mbona umeelewa? Sasa pale Italy kulikuwa kuna namba hiyo ya raia. Katika namba hiyo Juventus ilikuwa ina mashabiki milioni 8. Sio, unaelewa? Kwa tafsiri ya haraka ni kwamba maamuzi yale yana affect watu pungufu hata ya nusu ya nchi nzima. Yani maana yake ukitoa watu milioni 8 wanabaki watu milioni 50.75 ambao watakuwa hawafeel chochote kwenye yale maamuzi ya wale Juventus kushushwa daraja. Na kushushwa peke yake, umeelewa, kulishushwa pia na nafikiri Fiorentina pamoja na Lazio, kitu kama hicho. Kwa hiyo utakuja kufananisha vipi na Simba na Yanga ambazo katika watu ambao sasa hivi wanakadiriwa Tanzania kuna watu zaidi ya milioni 70. Hizi timu zimechukua 98% ya mashabiki. Yaani hiyo mbili ndo tunajaribu kuamini kwamba labda kuna ambao wanashabikia timu zingine ambayo sio rahisi. Sasa hivi unaweza ukachukua maamuzi ambayo yanaweza akaumiza 98% ya nchi. Hivi inawezekana vipi? Kwa sababu ukiishusha moja ya hizi timu daraja au ukaamua kuwa strict kwenye moja ya hizi timu, umeelewa? Tafsiri haraka una affect namba kubwa ya nini?
ya mashabiki au raia wa Tanzania. Umeelewa? Na inabeba hisia na watu wengi wanategemea kupata ile wanategemea kupata ile furaha, faraja na vitu kama hivyo kupitia hivi vilabu. Sasa anatokea mtu anaanza kuikashifu. Na bana nakwambia subiri Jafe. Nilikuwa mpole, tutazungumza. Sawa? Hao wanaomponda Steve Mguto. Wanamponda kwa sababu wamezungumza kitu ambacho ni cha ukweli. Hata wao wakiwa kwenye ndani ya bodi ya ligi au wakiwa wanaunda safu ya uongozi ya TFF watafanya the same kwa sababu watakutana na hizi pressure kutokana na ukubwa wa hizi club. Yaani ni nadra kukuta nchi nzima inashabikia timu mbili. Ni nadra. Nchi nzima utafanisha na Juventus yetu unafanisha na Ulaya kila timu ina kijiji. Yaani ukienda pale mfano England, Chelsea ina kijiji, Manchester United ina kijiji, sijui Arsenal ina kijiji, sijui Nottingham ina kijiji, sijui wale Wolverhampton wana kijiji chao, Manchester City wana kijiji chao. Ukija hivyo kwa timu zingine the same. Ulaya kila timu hata iwe ndogo vipi mechi zake za nyumbani kaangalia uwanja unavyojaa. Lakini tofauti na huku Simba akienda kila mkoa, japokuwa kila mkoa kuna timu yake ya ligi kuu lakini Simba inajaza at the same time na Yanga hivyo hivyo. Sasa unavojaribu kuendea mambo wanazungumza kwa sababu hawajui nini kinatokea ndani. Wanatupia tu lawama katika kitu ambacho wao hawajui. Si unanielewa? Kwa nini huku kwingine waweze kwenye ile swala liwe hivi? Na si ndio hao walisema busara ziwe zinatumika. Hawa 2021 jaribu kufuatilia 2021 mijadala baada ya Simba na Yanga kutochezwa. Hawa kwa hiyo nikarudi pale. Sisemi kwamba bodi imepatia au imekosea. Ila anachojaribu kusema ni kwamba sisi wenyewe wachambuzi au wadau wa soka au wapenda mpira tunaopata nafasi ya kutoa maoni yetu kwenye vyombo vya habari hatueleweki na hatuaminiki. Yaani leo tutasema hivi, kesho tutasikia tunabadilisha maneno, tunazungumza jambo jingine, yani kama sio sisi tena ambao ulisemaje ile. Kwa upande wangu mimi ninachoamini ni kwamba hili swala sitaki kulichimba ndani sana kwa sababu kwanza bodi ya ligi hawajatoa maamuzi ya mwisho kuhusiana na hili swala. Bado issue inaendelea kufuatiliwa kwa kina. Kuna mambo wame outline pale kwamba watayafuatilia na watakuja na majibu. Na ndio maana katika hiyo interview ya Steven Mguto kasema kwamba anawashangaa Yanga kwa nini wameenda CAS wakati majibu ya mwisho hajatoka bado. Hajatoka. Kwa hiyo automatically Yanga kwenye hiyo issue yao kwenda CAS watafeli. Na wao huko hawaitambui, hawana taarifa. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa nini naamini bodi ya ligi haipaswi kujiuzuru wala TFF viongozi wake wanatosha kabisa. Ukiachana mambo ya maendeleo. Ni kwa sababu Yanga wataenda kufeli kwenye hii kesi. Akishaenda kufeli kwenye kesi, tafsiri haraka sababu zake ambazo walikuwa wanazitoa hazina mashiko kwa CAS. Zikishakuwa hazina mashiko maana yake ni kwamba vitu ambavyo ulikuwa unalalamika wewe vitaonekana ni nothing mbele ya wapenda soka na wajuaji. Sawa? Sasa kama ambavyo wewe unaamini kwamba viongozi wa TFF pamoja na viongozi wa bodi ya ligi hawafai, utakuwa upo correct kwa maoni yako. Lakini unabidi ukishapata taarifa kwamba Yanga wameshindwa kushinda kesi yao huko CAS, basi unabidi uelewe kitu kimoja kwamba wewe pia kwa sababu ulikuwa kwenye huo mkumbo pia na wewe. Swali langu moja. Kilichobadilika ni nini kama wapo ambao walizungumza 2021 kuhusiana na busara na hekima kutumika kwenye jambo ambalo lilitokea, lakini hapa inaonekana ni kanuni kutokufuatishwa ndio kumeiathiri Young Africans pengine kukosa alama zake 3 ambazo wenda ingejipatia siku ya tarehe 8. Kilichobadilika ni nini hasa? Yaani kwanza ngoja nguulize swali. Hapo alama 3 yani Yanga wamekosa haki yao ya alama 3. Unamaanisha haki gani? Wamecheza mchezo? Sasa hawajacheza. Aya, weka hapa. Muda wa mchezo walikuwepo? Hawakuwepo kwenye muda. Marefaris walikuwepo? Hawakuwepo. Zilipita dakika 30. Achana mambo ya match commissioner, marefaris pamoja na match coordinators sijui na nini. Achana na hayo. Muda wa mchezo waliingia uwanjani na refaris akapiga kipenga zikapita nusu saa mpaka muda wa mechi yani ule kuanzia muda wa kick off mpaka nusu saa mbele timu pinzani haijashow, walisusa wote hawakuwa. Kwa hiyo tafsiri haraka ni kwamba bodi ya ligi ndio ilikuja kununua huu ugomvi kwa sababu walihairisha mchezo
takriban masaa 3 kabla ya mchezo, na sisi tulikuwepo uwanjani siku ile shahidi. Si tulienda uwanjani sisi? Na mashabiki wa Simba walikuwa uwanjani. Mashabiki wa Yanga nao walikuwa uwanjani. Taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo simetukuta tupo uwanjani. Sasa hapo alama 3 Yanga atapoa kwa kigezo gani? Wakati bodi ya ligi, na ndio maana Yanga wanacholalamika, umeelewa? Ni kuhusiana na swala la bodi ya ligi hawana imani nayo. Na ndio kitu ambacho kinafanya waende kasi wakiamini kwamba mamlaka za ndani zinashindwa kuwasaidia kesi yao, hawana imani nao. Na hao Yanga wanalalamika, wanataka hiyo bodi ya ligi ambao hawana imani nayo iwape pointi 3. Sasa mimi nafikiri kwenye zile ajenda zao pointi 3 kwanza wangezitoa. Okay, waweke pembeni kwa sababu hawajafuata principle yoyote ya kupoa hizo pointi 3, waweke pembeni. Wakishaweka pembeni swala la pointi 3, wa discuss swala la wao kulalamikia mamlaka. Sio, unaelewa? Lakini at the same time wanabidi waelewe kuna namna hawakuiheshimu mamlaka, kwa sababu mamlaka ilivyoahirisha mchezo wao walienda. Umeelewa? Kile alichokizungumza Jemedari kwamba Young Africans walikaidi maagizo ya mamlaka ni sahihi. Of course ni sahihi, lakini sio lazima aseme Jemedari ndio ionekane sahihi. Kwamba inajulikana tu kwamba ukikaidi mamlaka wewe hadi wewe unatakiwa ukutane na rungu fulani ikiwemo kulimwa faini, si ndio? Kwa hiyo unabidi waelewe hicho. Lakini mimi ambacho ninachokizungumzia bwana Jafe ni kwamba hawa sasa ma-influencers, wachambuzi, wadau wa soka wenye ushawishi mitandaoni wanavoshinikiza kwamba eti TFF ijiuzuru kwa sababu eti Yanga au dabi kuhairishwa kwa sababu kulikuwa kuna mvutano. Wanaelewa wanachokizungumza, kwa sababu unajua muda mwingine azungumze mtu ambaye ametoka nchi ya jirani ambaye hajui Simba na Yanga zipo vipi hapa nchini. Umeelewa? Simba na Yanga, Mguto alizungumza ukweli. Yaani shida ni kwamba watu washindwa kuelewa. Mguto alizungumza kitu ambacho kimezungumzwa na wadau wa soka kipindi cha nyuma sana, kwamba kuna pressure kutoka kwa baadhi ya viongozi wa serikalini, kuna pressure kwa namba kubwa ya mashabiki, kuna kutoka pressure kwa namba kutakuwepo na uvunjifu wa amani kitokea timu moja imeshushwa daraja. Yaani hivyo vitu ambavyo hauhitaji hata akili ya mbali sana kuvigundua. Yaani hivyo vitu ni correct. Yule mzee ameongea kitu cha kweli, Mguto. Yaani kazungumza kitu cha kweli kwamba hili swala lipofikia labda kuwe kuna mmoja na kichwa ngumu, lakini linaweza likamalizwa humu ndani. Yupo correct. Hizi timu zimelelewa vibaya toka zinaanzishwa mpaka leo. Ni timu ambazo hauwezi ukazibadilishia sasa hivi kwa sababu toka miaka hiyo. Akatoa mfano akasema mtoto akizaliwa anakuta wazazi wake wanatukana kiolela kila siku wanatukana. Umeelewa? Ile inamjenga kiakili, anaamini kwamba haya maneno ambayo yanatoka ya matusi ni mambo ya kawaida. Uwezo ukaja kumbadilisha ukubwani. Yupo correct kwamba wamelelewa vibaya toka wadogo. Uwezo ukaja kuwabadilisha sasa hivi. Yupo kweli. Umeelewa? Alivyosema kanuni na busara zitumike, alikuwa kweli, kwa sababu hata haya maneno ya kanuni na busara sikuanza kumsikia Mguto mimi tu binafsi nimeanza kuyasikia kwa wachambuzi. Kwa hiyo ina maana kazungumza 90% ya vitu vya kweli. Akasema swali langu la mwisho. Tutoke kwa mzee Mguto. Ulizungumza mara mwisho tunazungumza kuhusiana na kile alichokizungumza Haji Sunday Manara. Na ukadai kwamba hawezi akatoka tu kuja kuzungumza bila ya kuwa na watu waliopo nyuma yake kwamba kumpa maelekezo ya kile alichokizungumza. Katika hayo ambao umeyazungumza kwa wachambuzi ambao uliona 21 sasa ni 25, jambo kama hili limejirudia lakini kwa scenario tofauti. Unahisi na wao pia nyuma yao kutakuwa kuna watu? Hilo swala la 2021. Yaani nauliza, unahisi nyuma ya hawa ambao hivi sasa wanashinikiza TFF ijiuzuru, nyuma yao pia kutakuwa kuna watu kama ilivyokuwa kwa Haji? Sio lazima kwamba kuwe kuna watu, lakini maybe kuna interest ya upande ambao yeye anataka unufaike. Kwa sababu hata huyo Haji Manara, ukiona mtu anamsupport Haji Manara, ukiona mtu anamsupport Haji Manara kwa kile alichokizungumza, sitaki kutumia kauli mbaya, lakini anaukosea mpira. Kwa sababu Haji Manara alimwattack, alimshambulia wale Skaria, yani amefanya individual attack, amemshambulia personally, yani yeye Manara akamshambulia Karia kama Karia kwanza, kwa sababu kasema yule Karia amesema ana uroho, yani ana kiburi cha madaraka, maneno ya ovyo, sio, unaelewa? Akatoka akasema sijui Karia ni mtu ambaye
yani kuna maneno fulani nitasitaki kuyanukuu kwa sababu nahisi hata mimi kitendo tu cha kuyanukuu ni kama nitakuwa namvunjia heshima, lakini kwanza kabla ya kuanza kuzungumzia hili swala alimzungumzia Wallace Karia yeye kama yeye na kusema kwamba yani alizungumza mambo kibao, akasema sijui rais anajiona rais, sijui ile cheo cha urais wa shirikisho basi anajiona kama ndo kashakuwa head of state, sijui yani kazungumza vitu ambavyo ukijaribu kuangalia unaona kabisa huyu anazungumza vitu ambavyo vimelenga zaidi chuki binafsi kuliko hicho anachokilalamikia. Kwa sababu Wallace Karia wakati anafanya interview hakutaja Yanga kama Yanga. Yeye alikuwa analalamika wale watu ambao wanaunajisi mpira na watu ambao wanafanya vitu ambavyo maybe kwa upande wake anaamini vinarudisha maendeleo ya soka nyuma. Si ndio maana yake alikuwa anafanya hivyo. Lakini hakuattack na akasema wakacheze sinema zao. Yeye akataka kuchukua ile na kuanza kumgombanisha Karia eti na tuseme na taasisi ya sinema huko kwamba wasanii sijui walitakiwa wawe kipaumbele. Yani kwa nini anapendaga sana kuchukua crew fulani ya watu wawe upande wake, yani wamsupport. Alafu anatokea mtu mwingine mtandaoni anaanza kusupport kile kitu. Ina maana ana support personal attack dhidi ya president wa mpira. Na huyo mtu ukija ukireview siku za nyuma kidogo utagundua ameshawahi kumsifu Wallace Karia kwa namna moja au nyingine kwenye swala la ukuaji wa soka la vijana, kwenye swala la ukuaji wa timu ya taifa, kwenye swala la ukuaji wa timu za wanawake, kwenye swala hivyo Ngorongoro Heroes, Twiga Stars, sijui Serengeti Boys, zote zimefanya vizuri katika kipindi cha Wallace Karia by far. Mmenelewa, Tanzania kufuzu AFCON ilikuwa swala la ndoto tu, tunawaza tu. Lakini chini ya Karia tumefuzu. Hivi vilabu leo tunavyovisema ligi sijui mbovu, ligi yetu ndio inasifika kwenye mambo mengi, lakini imeingia mpaka top 5 ya ligi bora. Lakini si hivyo tu, hivi vilabu vyetu vinaingia makundi kama wanavyoingia kwenye mlango wa chooni. Si unanielewa? Sasa mtu anavojaribu kuprotect mamlaka, si umeelewa? Anashambuliwa. Umeelewa? Mtu akiwa anapondea mamlaka anasapotiwa. Mamlaka lazima iheshimiwe. Mimi sikatai kwamba Karia hana mapungufu. Of course, uongozi wowote lazima uwe na mapungufu. Hata aje nani alikuwepo Jamali Malinzi, sijui walikuwepo kina Tenga, wote walikuwa na mapungufu yao. Umeelewa? Lakini kuna namna fulani unatakiwa umprotect kiongozi. Kuna namna fulani unatakiwa uongee maneno ya busara kwa kiongozi. Na tusipende kuentertain mtu anayeponda viongozi wa mpira. Tusipende kuentertain kwa sababu wale hivi vilabu vinafanya hivi kwa sababu tayari yule Mguto ashawe outline kwamba vimelelewa hivi miaka nenda rudi, uwezi ukavibadilisha sasa hivi. Yani leo hii ukisikia timu moja imeshushwa daraja, nchi itachafuka hii na yale machafuko yatapelekea kuaffect eneo kubwa la uchumi wa nchi. Watu wasichukulie poa. Dula tukafuturu kaka, pengine tukishiba na sisi tutakuja na matamko mengine. Tutakutana kwa wasaa mwingine ambapo tutapata lile la kujadili kama ambavyo hili limejitokeza la mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto na mengineyo ambayo tumechagiza ndani yake. Anaitwa Dula_heavyweight _Dula kumradhi. Heavyweight_Dula, unampata hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Tufuate kokote unapotaka kwa jina la Wisport TV. Asalamu alaykum.